Siku ya leo nazungumzia kuinuka kwa nyota na vita zake. Naongelea jinsi ya kuweza kuchunga nyota yako inapoanza kuinuka. Mara nyingi nyota inapoanza kuinuka huwa inapata mapambano makubwa sana bila muhusika kuweza kutarajia mapambano hayo. Nyota yako au nyota zako zinaanza kuinuka, ya kupasa uwe makini sana ili uweze kuinuka moja kwa moja. Yaani usiinuke unasita sita, usiinuke unasita sita. Jaribu kusimamia nyota yako iweze kuinuka moja kwa moja. Watu wengi sana wameweza kusimamishwa nyota zao, kukwamishwa pale tu mambo yao yanapotaka kujiinua au kuwa juu. Nyota hizi huwa zinakwamishwa kwa kupata vikwazo, kushushwa, hata kuangushwa kinyota kwa wale ambao wameanza kuinuka kinyota. Na vile vile kushushwa hata kuangushwa ni kitu cha kawaida kinyota. Ndio maana baadhi ya watu huwa ni wasiri sana, wanapotaka kufanya mambo yao wanafanya siri mpaka lile jambo lake likamilike ndio aweze kuliweka hadharani. Na baadhi ya watu ambao hawafanyi siri mara nyingi hukwamishwa na hukwama au hushindwa kuendelea yale majambo yake aliyokuwa anayafanya yakaonekana au yakataka kuinuka. Epuka sana kufanya mambo yako makubwa kwa kutangaza ili uweze kushinda. Na ili uweze kushinda, chunga sana vita ya kuinuka au vita ya kung'aa kinyota. Au nyota yako inapochipukia, mara nyingi maadui hutoka karibu yako sana. Kwa hiyo basi mtu yoyote atakaye taka kupanda kimaisha, kicheo, kiongozi, kuwa mwanamuziki mkubwa au mfanyabiashara mkubwa, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukifanye, jikinge vya kutosha. Jiweke sawa nyota yako mapema kabla hujafanya hayo matarajio yako unayofanya. Ng'arisha nyota yako, tengeneza nguvu kubwa ya kuvuma na kutengeneza nguvu ya kukubalika popote uendako au popote unapofanya shughuli zako. Jiandae kwa kupokelewa na kupendwa na watu kwenye nyota yako, ili chochote kitakachojitokeza kwako wewe uweze kuwa mshindi au uweze kuwa bora zaidi au uweze kudumu katika kile ambacho umechipukia au kimeng'ara au kimepata kujionyesha. Ya kupasa kujua haya mapema kabla ya kutaka kuchomoza kwa nyota yako. Yaani unatakiwa ufanye maandalizi ya unapoona nyota yako inainuka au imeanza kunyanyuka au kuna vitu ambavyo unataka kuvinyanyua ghafla au polepole, unatakiwa kwanza uanze kujiimarisha wewe mwenyewe. Siku zote mtu ambaye anataka kufanya mambo makubwa au jambo lake zuri ambalo litaonekana machoni pa watu, ni vizuri aweze kujiimarisha, kujiweka sawa, kupata kinga, hata ikiwezekana uweze kuwashinda wale maadui zako, ndio utaweza kufaulu. Kwa pale nyota yako inapotaka kujitokeza, zingatia vitu hivyo ili uweze kufikia yale malengo yako na uweze kufanya malengo yako yakafikia pale ulipopanga au yakaweza kutimia. Watu wengi huwa wanakurupuka, ndio maana wanashindwa kutimiza malengo yao. Pale unapotaka kunyanyuka, kumbuka na vita kubwa inanyanyuka. Vita kubwa inanyanyuka, silaha zinanyanyuliwa. Kwa hiyo utakaposhinda hizo silaha na hizo vita, ndipo utakapoweza kwenda mbele au kufanya lile jambo lako kubwa ulilokuwa unategemea kulifanya, mipango yako. Sio mtu unataka kusafiri, unaanza kutangaza mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Naenda Marekani, naenda kununua mzigo, naenda kuchukua hiki. Ile huwa haifai. Watu wanataka waone mzigo kimya kimya umeshuka, wasikie tu au wakukute tu unafanya ile shughuli au ni biashara au hata kitu chochote kile. Pia kwa wale ambao watoto wao wana vipaji vikubwa vinachipukia, jaribu sana kumwangalia mtoto wako aliyekuwa na kipaji ili kulinda kile kipaji chake kiweze kumfikisha mbali, au kile kipaji chake kiweze kumuongoza zaidi, kwa sababu vipaji vingi vya watoto wadogo huwa vinaanza kuchipua wengine wakiwa wadogo. Kwa hiyo ndio maana utakuta ukiona mtoto mdogo amechipuka kipaji, mchezaji mpira, sija anaimba muziki, sija anafanya kitu gani kile chenye fani kubwa, lazima mzazi amesimama pembeni yake,
au lazima mzazi anajua hapa naenda vipi na huyu mtoto. La sivyo mtoto yule vipaji vitazimika, ataangushwa, maana tayari nyota yake inaanza kupanda. Kwa hiyo hivi ni vitu vya kuzingatia mapema sana iwapo unatarajia kung'arisha nyota yako, kuifanya nyota yako iwe kubwa, kuonekana machoni pa watu, kuwa mfanyabiashara mkubwa, kuwa na cheo kikubwa, au kushika nafasi yoyote ile unayoitaka, iwe ni serikalini au popote pale, hata kama ni kuongoza katika kiwanda fulani, kampuni fulani, lazima pia ujue hayo niliyozungumzia. Mimi si mwingine, ni Mnajim Kusumu. Ofisi yetu iko maeneo ya Kifuru, Dar es Salaam. Kwa wale ambao wanatoka nje ya nchi, watatupigia simu kwa namba zetu za WhatsApp 0713340948 na 0765407433. Namba yetu nyingine ni 0787432148.